Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivyo hewani nione Bwana Yesu asifiwe. Basi Waswahili wanasema hayawi hayawi. Ni leo ama si leo? Ni leo ama si leo? Basi mimi nimefika hapa Budalangi, hapa Busia siku ya leo. Na nimekuja hapa kwa sababu Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni sinikulipa. Tulikubaliana na nyinyi watu wa Budalangi, tulikubaliana na watu wa Busia ya kwamba wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya, lazima tupange mambo ya maendeleo ya Busia. Lazima Budalangi iwe katikati ya hiyo mipango. Na ndio leo nimefika hapa. Hapa Busia kuna kazi tunafanya kama serikali ya Kenya. Mambo ya barabara. Hapa Busia tumewapatia pesa shilingi bilioni 3 mwaka huu ya kutengenezea nyinyi barabara. Hii barabara ya kutoka hapa Mundere kwenda Ukados, kwenda Mumbaka, mpaka kule Sio Port. Hiyo barabara leo tunaanzisha ujenzi wake, na mimi nataka nimwambie contractor ndani ya mwaka moja tunataka hii barabara iwe imekamilika. Tunaelewana my friends? Mimi nitakuja hapa tena Wednesday. Sawa sawa? Na kabla sijakuja Wednesday, leo baadaye naenda tena kuanzisha barabara ingine ya kutoka Nasewa mpaka ifike Matayos. Na Wednesday mimi nakuja kuanzisha barabara ya kutoka Matayos mpaka iende Nangina, mpaka iende kule mwisho, kwa sababu tunataka wakati tunajenga barabara Kenya, tunajenga barabara Busia. Busia hoye! Busia hoye! Mimi vile vile nataka niwaeleze katika program yetu ya affordable housing na mambo ya masoko na mambo ya hostels, hii Busia County tuko na pesa bilioni 17 ya mambo ya mipango ya affordable housing, ya market pamoja na hostels. Leo hapa kwenu Budalangi mimi naenda kuanzishia soko. Kati ya soko 15 tunajenga Busia, moja iko hapa Budalangi, na tunaenda kuianzisha leo, kwa sababu tulikubaliana na kina mama ya kwamba biashara hata ile ya mama mboga ni biashara ifanyike mahali kuna heshima, mahali kuna stima, mahali kuna maji, mahali kuna usafi. Ndio sababu hiyo tumetoa pesa ya serikali shilingi bilioni 2.5 kujenga masoko hapa Busia County. Busia hoye! Busia hoye! Vile vile tumekubaliana ya kwamba vijana wanaosomea hapa kutoka University ya Lupe, Technical Training College, KMTC, tunajenga hostels ya vijana wetu so that our young men and women in our colleges can live in decent hostels where their learning is going to improve. Munasema tuendelee ama tuendelee? Ya tatu, muliniambia ya kwamba munataka stima ifike kwa nyumba ya kila mwananchi. Mimi naelewa ya kwamba stima haijafika kwa nyumba ya wananchi wote, si ni kweli? Ndio sababu hiyo nimekubaliana na wabunge wenu na governor na senator na watu wa sehemu hii ya kwamba tunatoa pesa ya serikali ya Kenya bilioni 1.5 kuunganisha stima kwa wananchi hapa Busia. Wananchi 16,000 wapya tunawaunganishia stima mwaka huu, ndio tuhakikishe ya kwamba tunaondoa giza, tunaondoa mambo ya ubaguzi, ndio tuhakikisha kwamba Kenya inatembea kwa pamoja. Watu wa Busia tumeelewana jameni? Tumeelewana? Lakini huyu mbunge wenu Wanjala ananiambia, si ndio? Ananiambia ya kwamba kuna barabara. Nilikuja hapa
nikiwa deputy president, mkaniuliza. Siku hiyo nilikuwa nimekuja hapa na Ababu, si ndio? Na muliniambia ya kwamba na huyu ndugu yangu Mheshimiwa Wanjala amenikumbusha barabara ya kutoka Ruambwa kwenda Mau Mau. Nimeambiwa hiyo barabara inawasumbua sana. Ni kweli? Ni kweli? Munipatie wiki 2 nitatangaza hiyo barabara tuweke lami. Tumeelewana jameni? Tumeelewana? Mnasema tuendelee na hiyo kazi? Mnasema tuendelee na hiyo kazi? Vijana, mimi nataka vijana munisikize kwa makini. Kwa muda mrefu serikali ya Kenya haijakuwa na mpango ya vijana wa Kenya. But for the first time tuko na nafasi na mpango ya ajira ya vijana wa Kenya. Hii projects yote tunaanzisha, project ya barabara, project ya affordable housing, project ya masoko, project ya kujenga hostels, project ya kujenga markets. Hapo kuna ajira ya vijana wetu. Mimi nawauliza nyinyi vijana mjitume. Mambo ni kujituma, my friends. Nyinyi mnanielewa? Ati mambo ni gani? Ati mambo ni gani? Ati mambo ni gani? Si mambo ni kujituma. Kila mtu ajitume. Vile vile tuko na mpango ya mitandao ambayo inaitwa digital jobs. Pia pale tuko na ajira ya vijana wetu. Pia tuko na nafasi ya vijana wetu kufanya kazi nje ya Kenya. Pia pale tuko na ajira ya vijana wetu. Vile vile tunapanga biashara na ndio tumeweka mpango ya Nyota. Shilingi bilioni 5 tumewapatia vijana wetu 100,000 na 20,000 waweze kuendesha biashara yao. Na ndio mimi nawauliza ndugu zangu, watu wa hapa Budalangi, watu wa Busia, na wauliza tuungane, tushirikiane. Na ndio sababu hiyo mimi nilikubaliana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ya kwamba tuunganishe kwa mpango wa broad based. Serikali ya UDA tuunganishe na ODM, tutengeneze serikali ya broad based, ndio tuunganishe Wakenya wote waweze kutembea pamoja. Mimi nawauliza nyinyi watu wa hapa Budalangi, watu wa Busia, mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane pamoja nione kwa mikono. Wale wanasema tuungane. Mnasema tuungane. Si inasemekana umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Mnasema tuungane. Chama ya UDA na ya ODM ndio tutembee pamoja, tuunganishe Kenya. Kenya iwe moja, ndio tupange maendeleo, tujenge barabara, tuunganishe stima, tujenge soko, tujenge na sewa, tupeleke stima mpaka ifike huko Ruambwa na Mau Mau road itengenezwe. Wangapi wanasema tuungane jameni, watu wa Busia? Sasa sikizeni bwana. Sawa? Siasa ya Kenya imebadilika. Unajua kuna watu wamechelewa na akili ya zamani. Kuna watu wanafikiria ya kwamba matusi na kuitana majina na mambo ya fitina na mambo ya sarakasi na mambo ya ukabila ati inaweza kupeleka mahali Kenya mahali popote. Mimi nawauliza watu wa Budalangi, fitina inaweza kupeleka Kenya mahali popote? Vitimbi inaweza kupeleka Kenya mahali popote? Siasa chafu ya kuitana majina inaweza kupeleka Kenya mahali popote? Munasema fitina hatutaki, mambo ya ukabila hatutaki, mambo ya ubaguzi hatutaki. Tunataka tushirikiane. Ama ni aje my friends? Mimi niwaulize, wale watu wanajifanya sijui united nini. Nyinyi mmesikia hawa watu wanazungumza mambo ya fitina, mambo ya sarakasi, mambo ya matusi, sijui Ruto hii, sijui Ruto ile, sijui Ruto ile. Mimi nataka niwaambie, Ruto ni mtu mmoja. Kenya hii iko na Wakenya milioni 56. Hawa Wakenya wanataka watoto wao wasome, wanataka watoto wao wapate kazi, wanataka hospitali ifanye kazi, wanataka barabara itengenezwe.
Nyinyi wachana na jina ya William Ruto. Hawa Wakenya wanataka kujua sera yenu ni gani, mpango yenu ni gani, maono yenu ni gani. Wachana na fitina, wachana na sarakasi, wachana na vitimbi. Kenya inataka kusonga mbele. Kenya hii imechelewa miaka nyingi kwa sababu ya viongozi wenye akili duni. Hawajui mambo ya kupanga Kenya. Kazi yao ni matusi, kazi yao ni fitina, kazi yao ni sarakasi, kazi yao ni ukabila, kazi yao ni ubaguzi, na wanataka kugawanya taifa letu la Kenya. Mimi nawaambia hawa jamaa, hamutaweza kugawanya taifa letu la Kenya. Tutaunganisha Kenya iwe Kenya moja, na Wakenya wote watatembea pamoja. Ama mnasemaje watu wa Budalangi? Mnasema tutatembea pamoja? Wale majamaa mmewasikiza? Si watakuja hapa, watawaambia maneno matatu. Watawaambia Kasongo must go one term. Hiyo inaweza kubadilisha Kenya? Hiyo inaweza kubadilisha Kenya? Hamutasikia wakisema vile watoto wetu watasoma. Hawatawaeleza vile barabara inajengwa. Hawataeleza nyinyi vile universal health coverage itafanyika. Hawataeleza nyinyi chochote kuhusu stima. Mambo yao ni mambo ya personalities. Mambo yao ni maneno ya fitina. Mambo yao ni maneno ya vitimbi. Na ndio mimi nataka niwaeleze, Kenya tunasonga mbele. And such leaders, people who have no agenda, they have no program, they have no plan, they are invested in insults, maneno ya name calling, personality issues. We want to tell them, Kenya is greater than leaders. Kenya is greater than you guys. Kenya is going to move forward. Ama mnasemaje watu wa Budalangi? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Wale jamaa mumewasikia wako na agenda, mumesikia wako na plan, wako na sera. Ati agenda hawana, mpango, sera, mpango, agenda, hata akili hawana. Hawana akili. Mimi niwaulize, kama wangekuwa na akili, si wangetuambia mpango yao ya barabara? Si wangetuambia mpango yao ya ajira hawa vijana? Si wangetuambia mpango yao elimu ya watoto wetu? Si wangewaambia mpango ya kujenga kitaifa letu? Agenda wako nayo kweli? Mpango wako nayo kweli? Sera wako nayo kweli? Hata akili mkiwapima wako na akili? Yes. Na mimi sijasema hawana akili, Wakenya ndio wamesema hawana akili. Tumekubaliana? Budalangi hoye! Busia hoye! Mimi nawauliza jameni, mnasema tuungane, tutatembea pamoja, Busia tutatembea pamoja. Kwa hivyo nyinyi mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Hebu nione ya tutam. Bas.